Let me ask something. Acha nikuulize. Niwaulize kwanza. Wewe una prefer fie mwenye kila topic yote ama kile kenye utaongelea unajikuta iko na ujuzi, iko na knowledge ya kila kitu, ama unaweza ka prefer mwanamke mwenye wewe ndio mwenye uko na introduce kila kitu maisha? Ina depend na subject gani. Naongelea in general. Okay, mimi naanza penda mwenye iko katikati. No, point ni mbili. Yes, ajui ama anajua. Isikue kila nafasi nikikubeba ushafika. Why do we think mwanamke mwalisoma anahitaji kuolewa pesa mingi sana kuzidia wenyewe hapa kusoma? Hata wewe na tabia mbaya. Yeah, mimi nafikiri ni mentality ya Afrika. Tushaaminishwa kama elimu ndio kila kitu. Tushaaminishwa kama mtu mwalisoma, lakini ni kweli mtu mwenye alisoma na mwenye kusoma mindset yao inakuwa kuna utofauti kidogo, the way of decision making, the way ya kuwaza, the way ya kusolve vitu. Kuna utofauti utakatala. Lakini when it comes kwa mambo ya marriage, kwa mambo ya kutengeneza maisha, asizani kama elimu ina count sana kivile. Juu tukiangalia statistics hizi zinaonesha social huko USA kutuko tunaishi, bafia mingi sana ya wanasoma ndo wenye bitu ya mapenzi na ndoa inabashinda. Ngaka single. Unajua mnaanza tia aibu mkartie. Basi wapeti wako wanaoa mapema hivi. Asema kwa sababu inaleta haya. Sio for long time unatuma watu baanze wazambaya. Pataza waza vitu gani huko? Pastor alisema ule pastor network item ama utumaki ma message. Unataka kama una network sio wakufanyia wifi. Eti waambie kanisa kufanyia wifi. Ladies and gentlemen, This is your boy Serge in the building. I got CJ King. We got Espoir Muller. Sir. We are back again in Africa Studio. One of the things that you guys haven't quite got a different notice. Tutaona vitu vimechange kidogo ni sababu tumechange setting. Afrocast. Yeah, Afrocast tumerudia. If you have anything to say, shoot it in the comment. Did you have something to say? I know everybody will be. What's going it's on? It's 2026. Kila mtu kuna vya kusema sasa. Kila mtu atakuwa. What happened? Serge, what happened to your background? Not the use to my books and stuff. Now it's gone. New place. Book kama sina pesa hakuna kitu. Because long time. Especially Serge, let's say sport to find something not long ago, but yeah. I mean, I think last week 2025. Right? Yeah. Last week 2025. Yeah. We are going to transformation. I went to the Buddhists. Nilenda kwa the Buddhists to find myself. Sikuwa nenda kuoa. Nilikuwa natarajia. Ndio maana nilipotea kidogo ila nimerudi. Last hii wiki nilikuwa na review video zetu tulifanyaka. Yeah. Tukaanza kuongelea kuhusu na watu wamependa sana ile nani kwamba kila mwaka tunaongelea this is my new year. But it's never the new year. Let's talk about new year. Vipi 2026 inaenda kwa? It's my new year. It's a new year. No, 2026 is the new year. We answer bas mimi tamalizia kwa sababu I have a lot na sitaki kama tia muda huu. Mimi 2026 2025 hakuna ishabadilika. Zaidi ya kama kisi sport anawahi kusema kwamba ulikuwa kujaribu tu. Nothing has changed. Keep trying. Unafanya kazi ile. Of course mindset inabadilika, right? Mindset inabadilika, una make a plan, una adjust vitu. Unaona kama kisi hivi tunafanya vitu tuna improve hapa na pale. Right. Improvement. Atoboa bado. So lakini bado mwezi wangapi wa 4? Mwezi wa 4. Yeah, mwezi wa 4. So we still have time, to adjust ni ile tu
usipoteze moyo, usivunjike moyo. Well, technically tushakuwa 25% ya the whole year. 25? No, 33%. 25. Tushakuwa mwezi wa 4. Mwezi wa 4. No, 25 man. 25%. Bakila 25% tuone sitakuacha nyuma. Eswara yuko hai. Sawa. Wait, 35%. Yeah. I'm thinking of 4 times 3, 12. Okay. So fanya sasa yeye afanyia mathematics. Mbona kuna kukutana percentage ya mwaka? Inaleta pressure. Hivi mafanikio nenda. Mafanikio iko sawa. So nakumbuka ile tulifanyaga tukaongelea kuhusu ni kuendelea kusivunjika moyo. Ni kupiganisha always. You know, mambo ya kubali asipokubali, lakini ni always kuendelea kupiganisha. Lakini ukiangalia so far gisi mwaka kwa unaenda. Yeah. Do you see any difference compare na mwaka jana? Of course, for sure. Ni ile ulisema mindset kwa mfano. So unajua kila mwaka ukiingia new year, so unakuwa kwanza unaongeza mwaka na at the same time na miaka kuna at the same time na the way of thinking nayo inabadilika, mindset ina change. Okay. You know, so iko ni mbaya mtu uongeze nani mwaka kisha uendelee kuwa the same person, is not good. Sasa hii mwaka naona tutakula wali wala bado Kama kawaida. Sasa mnatupanga sana. Tushasema sana. Mnatupanga sana. Labda sasa atambia labda ndio kuna bado sifika huko, unaona? Mimi ngali huko kwa sababu tukikuya huko najua alisema iko na vingi vya kusema. Unajua mambo ya kula wali. Takula mpunga. Unajua Mungu ndio mwenye anajua kila kitu, unaona. Mwanadamu anaweza kuwa unapanga ndafanya keki, ni arende the day. Mzee naye kule mbinguni yuko na kuangalia tu jamaa. Ajue niko na mwandalia. Yeah. Lakini kukula mpunga kila mwaka unasema utakula, lakini Mwenyezi Mungu akijalia of course itakuwa. Yeah. Lakini hayakuwa top 3 plan. Iko. Okay. Iko. Kwa hiyo mwaka tuuze masuti tu. Sipenda kusema juu mtaniambia last year. You say the same thing. Sije unasemaje? Mwaka unasemaje? Mwaka unapambana. Naona unavimba unaona. Unajua ukiwa single sometime you just chilling. So mtoto ambie uko single. Mimi niko single man. Unageuka Harmonize. Harmonize ameshakupiga chini. Na unajua ukiwa single right? Kuko level ya stress yenye inakuwa natoka mkichwa wako. Kwa sababu you stop caring about mtu mwingine. Mwele level ya vile, right? Uko nawaza tu kuhusu amta understand kwa sababu hamna mwezo level. Level ya usingle. Level gani tuko na level yenye yani unajifikiria wewe tu. Ndio tuko na wazazi, tuko na wadada, watoto, wanini. But kuko level yenye you don't have to think about mtu mwingine. Hauna muda kuwaza mtu mwingine. Uko unajifikiria ni wewe tu. Yani niko nawaza hapa piga $10 yangu ni yangu tu. Hakuna watanipigia simu ni aseme ni mbebe lunch wala nini. Na nikienda lunch nishajua ni sani yangu yeye peke, labda nijitolee tu nimlipie Serge. Yeah. Haina mandatory. So I feel like a level ya stress inashuka. Inapunguka sana. Na kama Mungu alishaniongezea miaka 5 ya kuishi. So to expect nini sasa? I'm chilling man. Hakuna expectations about that yeah. Mimi kuna expectation, lakini kama uko dada mwenye iko hewani na iko single tutafutane tu mumingo. Unajua hawezi wakia single miaka yote. Single and ready to mingle. Yeah, hawezi kuwa single miaka yote. At some point you have to, utamiti mtu ameweza kudili naye, but at the moment just chilling man. Vipi kwa 2026. Sikia habari za mzuri kutoka kwako kwanza. 2026. Alisema yuko na mingi ya kusema. Speni babo, nilikuwa nataka tu nione my energies and I wanted to see how excited you guys are excited. Tuambie sister in law kwa ushakuwa kusimu sana. Mpaka sikuona kitendo sababu ya kupenda simu. Utaweza ukishapendwa vingine na waga vingine vinaanza vinajipoteza tu pole pole. Unajua jamaa vimekuaje? Kumbi mapenzi imeshamu ile ya kuoba ndo wanasemaga
kufanya kutuma kali kaboro imemuroa ndoani imeshaingia mshingo. I see you in love. Unajua ukikuwa in love I can see in your eyes. Aone nishatakata. Anakuwa soft. Anakuwa anatulia. Ndio mio. Haonekani. Unaenda kwake. Ni kala msalowe peki. Kumeko mchumbe kwa unaongea. Awoko nasema hivyo na bibi yangu naye kwa complain. Basi sijui nikwambia ana complain kuhusu nini? Na complain night time iko kidogo kwa. Ndio nilikwambia nilikwambia hapa. Kuko level kikuwa single. Stress kuna percentage ya stress na kuyaka chini. Kwa hiyo yeye anaona you sio enough. Sasa wewe tunaona unampatia too much. So unaweka in between. Last time uliniona ilikuwa wewe. Sababu ulikuwa kwa relationship unionaki tena. But don't worry man, mpunge kona kuja in a very very soon time. It's good man. Amwaje kaka single. Unajua mnaanza tia aibu mkartie. Basi wapeti wako wanaoa mapema hivi. Asema kikuwa single. Vinaleta haya. Sio for long time unatuma watu baanje wazambaya. Wataza vitu gani huko? Pastor alisema ule pastor network item ama utumaki ma message. Unataka kama una network sio wakufanzia wifi. Eti waambie kanisa kufanyia wifi basi. Lakini tuangalie why sisi watu wa Afrika sasa why tuko na obsession ya kuoa sana. Haina obsession, ni culture. Ni culture sio obsession. Semi sio kama ni obsession, ni culture ile kuna kipindi ukifikia yani sio kama wanakupressure lakini wanakupressure in the same time. Yani unajua tu kwamba yani ni time kwako kwa peke unaona hapa mimi sijakuwa bado, lakini kwa watu wako pembeni yako na wanakujua time unaendelea. Lakini bado uko unajiona bado uko unaangalia ngambia muda imeenda. So ni culture ambayo tusha imbere nini. Lakini mimi naona hiyo it's okay kwa kama wewe kwa mfano, do you think it's okay kwa batu wanze ku expect ukifikisha age fulani hivi? Unajua life expectation ni lazima iwe kwa sababu ujinyoroshe, but at the same time wewe unajijua. Unajua wewe unajua niko wapi kimaisha, kwa sababu usiko na expectation na wengine ikufanye umeke plan zenyewe kukua nazo. Right. Kesho yake kuna video niliona ku TikTok jana au juzi. Jamaa iko natoa taarifa. Unajua siku TikTok kisha kuwa ukipata mabaya, ukifanya mazuri hakuna mtu atakuongelea. Ukifanya mabaya njoo kila mara dunia mzima. Sasa kuko dogo mwenye simjui dogo. Na huyo jamaa nako simjui, nilimani tu sijui hata page yake. Iko anasema kwamba kwa toa taarifa kuna dogo mwenye alitoka kwa watu $25,000 afu akamfukuza mnyumba. John hakuna alishashindwa kulipa rent. Mbato akaanza kumwambia rudia kwenu kwa nyumba toa $25 wao waambia wapatie mwanzile. Hiyo inaonyesha nini? Yes, maybe dogo alikuwa na ile 25 yake ya kusave. Bado sababu muda aliona unafika na pressure kwake yeye kaona ni muda akaenda kuzitoa zote. Sasa kufika kula wakati unaleta ule mke, things change. Unaweza kuwa na kazi wakakufukuza. Unaona? Unaweza fika pale mke akaumwa, ulikuwa unafikiria labda akikieta watu wanatumika wawili utapata cheki ya watu wawili. Ama na kaumwa. Au kaumwa. Unaona? So wakati uko na plan maisha hivi, unajua maisha hawezi kaiplan yote na ikatoka kisa. Kile unapaswa kuwa unajipanga la ujua like there's no reason wewe uchukue 25,000 yote ndio upatie mama yake mwenzako. Na wewe mama yako uko pale tu. No, and I think I mean miss kuiona ile but basi na kisu nasema Salome that's anaweza nikasema ni lack of responsibilities kwanza. Yes. Why nikini owe 25,000? I know that's my whole life saving. Exactly. Now Salome nisema niko na 25,000, mimi ndakia kwa bibi yangu naambia wana look this is all I have. Kama batatika 10,000 kule na tuangalie tutaishi na hii na 15,000. Mesio ufike kule ukaambia 25,000 na ndo 25,000 you have vinaishia yote waiting kila kitu kisha next month bana ku kick out. So what's the point ya ku get married? So aina point kama you don't even have a place to live. Ule mwenye unaenda lipia 25,000 bametumikisha let's say 10,000 kisha kunawakia 15,000 wanakuambia okay kutakuletea mavitu fulani kisha unawakia na mavitu ba hauna nafasi ya kuweka.
Na huko naongelea familia mzuri. Kwa familia nyingine ikiwa 25,000 ni yao. Na bado unapaswa kukarimia mariage wewe kila kitu. No, hiyo ni like na nafikiri kama toza ni kama ni problem sisi, lakini sidhani kama ni problem kwa sababu sio na kila mtu mwenye anasema anataka kuoa, that means you already have plans, you already know where you're going to live, you don't know how utaishi aje. Sio kama utenda tu mimi naenda oa and then what. Unajua nani? Hiyo nayo ni madhara ya kuoa familia yenyewe ikupendi. No, ni wewe kujiexpress, unapaswa kujiexpress, unapaswa useme I have this, I have that. Sio kama unaenda tu kuenda familia tu. Familia ikupendi. Ukioa familia yenyewe ikupendi yaani bako na kuona wewe tu. Yaani ni kama unakia kwa tongo maskini. So na ukienda kwa familia inakupenda, right? Watakuwa nasema pa baba, maisha yako magumu. Gazi ishapanda ku $4, $5. Wewe tupatie 10 tu. Wengi kwanza mwenyewe atakwambia uko na ngapi. Na nyingine ni kwa wengine uko nakatalia watoto wasiende kwa sababu 2,000 ilikosekana. So hiyo ni kuonyesha familia ikukupenda. Yeah, that's a problem. Unaona hii topic nafikiri ni tatizo kabambi sana mwa community yetu ya Afrika. Na tushaongelea sana. Na sio hata ishongelea tufasi za mingi sana. Problem iko nakuwa ni hivi. Kwanza si atu jump kwanza kuyo ya pesa za mali, familia na vingine. Tuende kwanza kusukuoa. I believe kama maisha ni personal. Maisha ni kitu kia kibinafsi. I think batu ya mingi sana si vijana tuko nasumbuliwa na pressure, batu wanatupa usijui ushakuwa na miaka fulani inabidi sasa biko eswali mbona tunakonaona tu na ukisikia vile unakuwa alafu tena gisi Serge alisema wapetiwe masiku biko wanaoa mpaka uko na mariage na mtoto wa 20 mwenyewe angalia unasema angalia dogo biko mbona ateketo wanaanza niona bamka Pedro mbona kuacha kumiro school ndio unataka mariage uko naona sasa binakuwa hizo lakini so if tu kunajua kama maisha ni personal na kila mtu iko na journey yake. Kila mtu iko na mipangilio yake, iko na hesabu zake. So by the time ukianza kupenda kufanya vile mwingine anafanya, hapo unaanza kupoteza. Jua nini? You don't know why ule mtu alioa. Kuko wa mingi wenye labda iko na support kule nyuma ya familia. Kuko wengine wenye baba yake ndio kuna muoea au juu. Exactly, yeah. Wewe uliona tu ndio sio kutoa story kumbe mzee alitoa 25 yaka toa 5. Unaona. So wewe una support ya mtu yote. Ukiona vile na wewe naona nani unaona. So ifo tuko najua kama maisha ni personal, kila mtu iko na hesabu zake na goals zake na mipangilio yake. Hiyo ni ya kwanza. Na kuhusu mambo ya mali, mimi sijui kama niseme umaskini, kama niseme ndio kuko ile culture yenye inabidi kutoa mali juu ya kuheshimisha familia, kuheshimisha kwenu bukwe. Yaani sasa vile kumshukuru mzee ya mzazi kwa kukuzalia bibi. Ya ile ni kawaida sana na ifo you have to do the job ile kuonesha ile respect. Lakini sio zingine familia ziko zina yaani unakuwa sasa vile sijui kama ni banaanza na sasa vile kupitia mtoto wao ndio kwenye maisha batakuwa maisha. Mpaka tafuta down payment ya nyumba kwa hadi. Uko naona sasa. Hamna bahati. Imagine unakia charge mtoto mwenzako 30k. That's crazy. 30k. It's crazy, man. Ndio mimi nasemaga hivi mimi maisha. Nakuwa nashukuru Mungu alinipatia roho ya kipekee. Sipendaki ujinga sometime. Unajua hiyo ndio ujinga tunakuiaka. Ya 30k. 70k unamwacha wapi? Nani? 70k. Daktari na wako wake. Unajua maisha mistake tunafanyaga ni nini? Kufikiri kwa sababu just because wewe huwezi, kila mtu hawezi. Unaona? Kuna watu wanaweza. Na wale watu wakuweza muwapatie bahati waweze. Siye denye na sasa tuwezi tutabakia mu level zetu. It's crazy kuna nilikuwa ngana garso mko sheko ananiambia sema mimi mko nalialia 30k mbona sio hata mimi kwangu na sio hata vya ajabu sana. Na ni kawaida. I mean it makes sense. Kwa wengine wenye kwa hapo ile 30k sio kitu yeye kwake anaweza lakini sasa kuna wakati sisi tuko na tuna blow up ma 2000 tu siku yote naisha. Unaona? Kwa mtu mwingine ukimwambia hivyo atakuwa na sana changamoto. Ndio salary yake ya mwezi. Wanda yaribisha mnight. One night mnaenda mnakula bata tu 2000. Uko foki travel na chini ya $5,000 kwenda kukula tu weekend. Lakini kwa mwingine hivyo ni saving ya maisha. Utasia sasa huko bumbafu. Lakini ni hayetu lakini that's kwa sababu yeye kwake wewe hawezi akaona. So kama kwa sababu hatuwezi baba yetu taoa bazazi yao wazi kujiandaa. Nana there's no way
ndatoa hata 25. There's no way. What's your minimum? Nani mie? Siapanga number, but there's no way hata 20. So haina shida, so we already know it's not above 20,000. No, kwa sababu ya culture, right? You have to give something. But for you, we already know it's not over 20,000, so for sure. Yeah, na haijalisha kwa mwanamke wae. Sasa kwa venye wanakuwa nauliza equation wanasemaga seme ukibishana na price wanakuambia mali yenye batakwambia utoe jua bibi yako. So wengine watu wanaona sasa vile au mpendi ule mwanamke. What do you guys think? Kama anaona vile sawa tu. Kama yeye anaona mimi wengine wanasemaga seme let me answer that question. Wengine wanasemaga seme ukibishana sasa vile wanakuambia tori unaanza bishabisha. Inamaanisha kama umpendi ule mwanamke. Mnafikiri ni kweli? Mimi sidhani hivyo. I think inajua aseme kwa mwanamke mwanapenda hauwezi sasa. Na mimi swali yangu ni hii kwa kumuuliza kama sisi nikabisha kwa hiyo wananiambia nabo mimi nikisema sasa niko na 15 ama niko tuseme niko na 10 boba atacounta nabo sababu nabo bakibisha na maanisha banipendi. No, imaanisha mimi kuanza hiyo ni nini? Kama bakiniambia 30,000 na sitasema sitabisha makitu na inamaanisha hiyo inamaanisha nampenda, si ndio? Sasa kama mimi nasema mimi niko na 10 inamaanisha simpendi. Selo hiyo narrative yao yes. Ni bwana danganya sana hivi. That doesn't make sense. Juu mimi nilikuwa naongea kwanza kuoa yamaanisha unaenda ukauza. Yes. Now, ukiniambia 100,000 na sisi nikakwambia niko nazo, then uko na ni force ni owe kwa kingufu. Wewe gisu sasa vile wewe baba wananiambia wana mtoto wangu tamoa 50,000. Na mimi hautapunguza uende mbali ama nini? Au niambie tena ni wewe uko unaniuzishia, unanisetia price yenye hapa ndio hii price nataka ibakilia. So yani wewe uko unalomba shukrani, uko unajipangia shukrani. So selo yeye wanasema hivi. In that case wanakuambia theory K. Wewe ukijikuta aseme mie si yakwa na theory K sahi lakini niko na 15. So hapana sio mdeni. Selo wanasema unaweza kaendelea kuna nini kutafuta nyingine 15 and then ukieneza ndio hiyo kutia mdeni nakwambia tie da deposit. Unatafuta hiyo nyingine 15 ukieneza ndio unakia sasa tunakuwa tunawajua nini? Ama tunakuwa tunatoa hiyo ndasema nini shukrani juu ya nini? Ni mila, I think ni mila tu. Okay, na hiyo mila inakuwa na set kwa nini? Ni kwa sababu mtoto walimlea, walimzala, wakambeba kwa masomo, wakamlea, wakamvalisha manguo, na kugisi amefika wakati ya wakamwanda. Kisha wanataka wewe upapatie, uwarudishie shukrani. Hiyo shukrani ambayo walifanya kwa kufikisha mwanamke wao kwenye iko saizi. Nafikiri ndio hivyo vinakuwa. Na maana iko utaniambia ukinilomba 30,000 which I know kurezi mtoto ni it's a lot. It's more than that, yeah. It's more than that. Ayamanisha sasa ukiwa uniambie mie enjoy ni pay vile vyote venye vilikuwaga kule. Venyewe ulifanyaga nikeni vilipe leo. Why? Tungali tutaishi naye na angali atavala, angali atazala watoto, angali na wazazi wangali watahitaji msaada. Maana nikizilipa hizo maana msimtafutake mtoto wenu tena. Ndambeba na hatapotea vinaishia. Na pengine bazazi uko bana claim aseme the reason why huko mabulaya biko naoshwa watoto wao pesa za mingi ni juu ule mtoto tena kikuya kwako atakufaidisha tena, atafanya kazi anakuingizia pesa. Lakini sidhani kama hiyo na concern hiyo hiyo na babu. Sasa mlitaka pia kazi nini? Sasa data mkulisha. No, bila hata vile kama atakia kusaidia. What's the point ya kuoa si nijua kia kusaidia anyways. So anisaidie wapi? Kwani hata kwa naishi? Hata kwa nakula? No, wao wanasema zile pesa utazirudisha. It's like an investment yenyewe utazirudisha. Actually itakuwa na mtoto wake atakuwa kwa ngambo yangu na yeye zile franga atazitumikia. That's one thing me I never understand hii mamali, right? I agree na concept. Lakini I don't understand kwa sababu nini? Tulimkomalisha. Mamangu wako nikomalisha. No, me I think what it should be ama gisi ingikuaga wewe mwenye uko nenda oa wewe ndio unapaswa set price. No. Selo me, wewe ndio unapaswa set price kwa sababu okay. Unayua mtoto walimlea hivi na hivi na hivi bakwa wakwambia wana mtoto wetu tunataka mtoe so and so. Design chakwa vitu ya kwanza uzisha hapo. Yeah, no, unajua ni nini? Juu ukishaanza ile mambo hata wazazi kusera price sio mbaya.
lakini ni bazazi tunao wanapasha tokuwa responsible wanapokujua like mzazi anapasha kujua tuko wapi. It's a business now. Wewe angalia si makazi watu kupoteza makazi. It's a business. Angalia si gazi tulikuwa tunaongelea kuhusu imetia $45. Natoka kutia almost $60 gazi ya yali. Tanki ya yali ya gari. No, nikakari kadogo. Unaona? So hiyo bado chakula, bado nini, bado rent hizo zinapanda. So mzazi anapasha kuwa mzazi anamtakia mtoto wake mazuri, right? Anapasha kujua like ufie kunaenda kule, anaenda kuishi. Hata Yesu anasema kasa ataacha gari kwao na benki. Sakula tadafani, atakuta nini? Labda atakia mu apartment yenyewe hamna hata kiti. Sasa watu wanaanza kuzero. No, I think tumeshaanza ku abuse. Yeah, we abuse the no, hiyo ni kuonea watu wengine. Ya culture, exactly. Tuna abuse the power ya culture ilikuwa set kwa sababu tusaidiane. Na kwa bahati mbaya sasa ukienda kujiingiza kwa hawa benye they claim themselves ni wasomi. Ladies and gentlemen, we're going to take a break and we're going to be back to those ones who went to school. Ladies and gentlemen, we're back again. We are back. So unajua nini? First of all, mbele tuende mbali, I got a joke for you guys. Yeah. I got a joke for you. If a Chinese If what? Kama Chinese anazala leo. Batampanga mtoto wao jina gani? Bu. Anzaliwa leo. If a Chinese couple banazala leo, mtoto wao watampanga nani? Tutu. Leo ni special, leo ni siku. Imaanisha leo tu alizaliwa leo, mtoto wao watampanga nani? Sina depend. Sijui kujua watampanga jina gani? Akizaliwa leo. Hiyo si na depend yao kapo wawili kisi wata decide kupanga mtoto wao. Kama itakuwa mi, kama itakuwa kama itakuwa you. Watamdania. Kama itakuwa yen. Watamuita recently. Recently. Jiga. Kata Chinese. Ndio wako wachaji ba 25 sababu mnajua majoke. Recently. Yeah, tampanga recently. Anyway, let's go back to the matter of today, guys. Tulikuwa tunaongelea kuhusu those ones who ni wasomi. Wakitaka kuolewa na ni wasomi. Zaidi sana badada wasomi. Why I never understand it though. Kwa nini mfimu anasoma mnakuwa mnampatia ile extra nani? Wakati ya kuolewa mnampatia ile value ya mingi sana. Ama before tuajibia question. Mwe mnafikiri mwanamke ama fie wane kama siku hiyo mambo ya mali kisha kumpangia mali. Mwe mnafikiri a price inaweza iko na zidiana kutokana na value yenye fie iko nayo? Na. Yes. Na. Yes. Why not? Kila bidhaa msoko inakuwa na bei yake. Kila product iko na bei yake na kulingana na value yake. iPhone 17 right now hautaenda kuuse. I use iPhone 12 the same price iPhone 17. It makes no sense. Okay. Right? Right. Fie miaka yake anapaswa ndani na bei yake. Naona? Miaka. Yaani watamanisha fie mdogo anapaswa kuwa na bei yake. Na fie mwenye asha komala na bei yake. Ukienda kusoko kuuza mbuzi, right? Mbuzi yenyesha komala na kwa bei chini kuzidia mbuzi ya kidogo. Kwa jamii minofu yake ngara utamu. Batakwambia mu comment section usebe mbuzi. Niota nikwambie hii ni kwa sisi wachunaji. So ndio unajua kama hii mbuzi itakuwa utamu. Unataka compare mtu na mbuzi. Basi jambo shabatilia bei. So kutilia bei maisha na maisha huko product. Anasema wanaume hatuna bei ndio maana sisi hata sipari kama sema kitaba muoe watamuoa ngapi. Lakini uko na idea kuwa dadangu nakitaka kunioe. Mzee
hata kama unasema sasa Mr. Pesa mzee ashajua kwa ataanzia ajua ataishia kiasi ashajua kwa ataanzia Right. so isha kwa ni product So Mike unasema kama baki gisi huko ndo bei unapashwa kwa either Yes. okay, kwa the value unajipatia ndo price. hapana kujipatia mtu ajipatia ki price soko ndio nakupatia price yes kama huko fie mwenye so I don't agree with that. I don't Why? Ango tumsikie kwanza Johnny. I don't agree with that. Why? Because value ya mtu haiko ama value ya mtu is not set by price. Right? Unaweza kuwa na huyo msomi wako mwenye unasema okay ni msomi acha tumpatie 30,000. Ukishamfikisha nyumbani huko inakuwa ile 30,000 ingeuka vitu vingine vingine. Oh no, I agree. Right. So value ya mtu haiko set up by lakini to mind value tuko naongelea haiko tu kusoma. No, haiko tu kusoma ni tuko naongelea. Unapaswa kumbuka value ya mtu na depend na mwenye muuzaji. Yes. Ndio nimesema ndio hiyo. Value ya mtu tuko tunaongelea mwanamke. So value ya mwanamke can be set up on a price. Kwa sababu kila mtu iko na the way ali raised, kila mtu iko na gisi anawaza. Kwa sababu kila mtu anakuwa anawaza tofauti. Yeah. Na nafikiri hiyo value ile value yenye wanamaanisha inaendana mwa hiyo usomi, gisi mwanamke anawaza, gisi mwanamke alikomalia mazazi yake familia tabia hivyo vyote vinaendana mwa. Ila akipata huyo mwenye anampenda, eske unafikiri anajali vitu yote? Sijui nakwambia si ndio hiyo hajali. Mwenye alienda msoko kwenda kuangalia aliona vile alipata. Akaona venye alipata lakini sasa mimi niko naendea ni wapi? Hatuwezi tukaset price kwa mtu eti wewe kwa sababu uko hivi na hivi na hivi unatakiwa kuolewa so and so ama value yako ni lakini tukaenda kwa hiyo concept yako so bazazi na biko banakosea kumbe. Yeah, kwa sababu hawezi kaseti value. Hawezi kaseti price kwa mtu. Johnny nao biko banapanga bei. Ushajua mtoto wako atokaki mchumba kuja kusukula hata masahani asubuhi. Sio nataka umtume kwetu si kutoa na 30,000. Lakini mie kwa upande wangu yani ni kama ile 50-50. Sasa mwele point ulisema yes ni kweli. You know, so bizarre inakuwa na zidiana price. That's true. To you to spend juu kama kisa alisema. I mean look, there's a thing in life that you can't set a price to. Ndio maana kuna vitu ambao wanalipishaga na kuna vitu ambao only thing yenye una price ni pumuzi. Sababu ndio yenyewe hakuna hawezi kuyuzisha. Mimi nisema hivi na understand na point ya Serge na juu mwanadamu hawezi ka set price kwa mwanadamu. Na tukiitia mu concept fulani na ina make sense. Lakini sasa binadamu iko na bei yake. Hata mimi hapa niko na bei yangu. Lakini sasa tukiangalia juu hapo tunaanza ongelea mali pesa juu kwanza bazazi kwanza wanavianza. Yeah. Johnny sie sasa na sisi tusiangalie hizo value wakati wewe wenyewe biko banavianza. Johnny bamwaya biko bana decide kuoesha mtoto hapo 10 wengine bana 15 wengine 30 wengine 35 Johnny. Unajua nini hii ya kusema kuwa value hakuna. Yeah. Hauwezi set value kwa binadamu ni uoga tu. Kama wanataka tufanye vile yani wanapaswa sasa wafanye kuoesha ikuwe value global commodity or something. You have to be set up as a price vile banaoshaka gold dunia mzima iko $3,000 at once. Yani maana yake inamaanisha wanamke yote waambie okay nyinyi wote mtakuwa 30,000. Hapana, inafuatana kwa mfano wewe unaweza kuwa labda wewe mwanamke haujali tabia yake wewe unaangalia ni nyashi tu. Kama amejaza nyashi kwa wengine anakuwa akiangalia mwanamke au mwanaume yeye ajali mwanaume anakuwa kafanya kazi gani anafanya nini yeye anajali tu muonekano chukua naye picha kwa Instagram au watu wataniona naye ngana yani unapenda kuwa na kitoto kiupe tu mkono yako saa zote kitoto kizuri haujali unaona kuna mataba garso wengine banda baby Mexican binene anaoa naye asikie tu alichanga damu unaona baby kwa jua ni enjoy yake hiyo. So unapaswa wewe ndio utasera hapo bei kulingana na gisi binyo uko natafuta. Yes. Maana kuko watu wenye aijalishia fee kwa yeye. Hakika sababu ya tabia yake tu. Anasema ndio. Na kwa fee kuna ulewa 30,000 hapo unasema if ule fee alimuona yeye nini lakini aliona tabia yake. Naona. So ni wewe ndio utasera hapo hiyo nani ya kubesa na wewe gisi unasema na wengine wanapaswa ukisha decide kupenda someone na unakuwa mwa hiyo time ya kusema okay yeah I'm gonna go get married right you already
support ile value tayari. Sababu there's so much more utaspend kushinda hata zile watakulomba. No, na ndo ingine kwanza kabla tuyaenda mbali. Hii mkono atuuliza sema mtaoa siku gani, right? Haka wale yako kuniuliza sema uko na mtu sasa hivi. Utasikia mbona uyao? Ananiuliza nataka niko na girlfriend. Nitaoa mwenyewe sina. Wataka kufanzia wifi. Kama inahitajika. Labda wifi inahitajika. Maiba kwa first question ushakuwa na girlfriend? Okay, utaoa siku gani? Kama mpasha kwa stages. Ama mnapangilia yeye na girlfriend wako? Huko fie huko. Kwanza usalimie. Utaoa nitajioa mimi peke. Sio tunakutana tu utaoa siku gani? Utaoa siku gani? Aba yako tuuliza ile business uko ananiambia utafanyaka. Mbona uyavifanya? Abauliza hivi. They just want to go straight to the point. Na koko umoya, nishamsikia, iko nasema aliambia mwenzake aoe. Sama za kuoa mwenzake akasema mbona vitu viko vigumu huko. Jamaa anamwambia asa unataka watu wanamwambia mke uoa sauti unawatakia mema. Tukapenda mke mjone na mwe. Mko mnabakia kwa mko kula ramu wenyewe tu. Sasa tu tutatuzeka. Muone sasa viko. Mke mjone. Akasema Unaona kwa pushing yote. And I was there. Nikasema that's why mimi sokea nachukua mtu wa kuniambia ni yo serious. Ndio niliwaambia. Nasikiaga tu. Ndio nilimwambia life iko personal. Kila mtu iko na nani. Na mimi kwa kuwarudisha kwa nyuma kidogo hiyo point ya value ni kusema I think yakuwa mbaya na yakuwa zambi mtu kupima ama kuangalia Kenya unataka beba. Mimi siwezi kuwa mbaya. Mimi siwezi kama unamaanisha aje kupima? I mean ni kama gisi CJ alisema, right? Kila mtu anakuwa anatafuta kwa mwanamke. Yes. Sawa. Kama kisa alisema kuko wabiana tuko na baona. As long as yetu ni fia wa rangi, ni mzungu, ni Mexican, hata kwa ajali sijui iko tabia mbaya, as long as ni mzungu kwake iko satisfied. Yani yeye anapenda. Yeye iko sawa. Kwa wengine akiona tu forume nyashi ya mzuri yeye kwake anaridhika. Na huko wengine anaangalia tabia ni mwenendo sasa mimi au tekeniambia seme hizo mavalue mimi nisiziangalia seme juu auzi kupima value mwanamke ni zambi kwa mimi nisiangalie vitu hapana. Yes, ndo ile preference inakuaga. Ukishaona mbele ndo approach kwanza unapaswa kusha filter out vitu venye unapenda na vitu venye upendi. You already know, ushamuona kwanza na okay. Mkichwa wako deja usha filter vitu venye ma positive, ma negative, kisa anaonekana, ushavitengeneza vile vyote mkichwa wako. Okay. Mbele kwanza ndo approach ushamuona kwanza unasema okay. Appearance kwanza iko sawa. She can dress. Unaangalia sura, she has iko na sura. Bila vitu vishaingia mkichwa wako, mbele wewe kwanza bila acha kwanza niende niombe namba. Ushayua vile vyote deja. Maana ushakuwa na background ya benyuko naona visible. Maana ile visibility yake ushakuwa deja, ushakuwa prep kwa hiyo zamani. So ile wewe kwenda kumapproach sasa, unaenda sasa uende una resume kwa aje. Go deep sasa, unaenda sasa okay, akili inaenda aje, nawazaje, anafanyaga nini, vitu ndio sasa pale sio unaingia mwingine second stage. Ushavuka ile second stage na she's somebody maybe I think I can work out something with her. So na jump deja to another step. Ndio pale sasa naanza angalia sema okay, maybe it will make sense. Esparo longa something, right? Kuhusu elimu. What do you think sisi, especially wakongomani, sasa unajua tabia yetu tushakuwa nayo sana. Why do we think mwanamke alisoma anahitaji kuolewa pesa mingi sana kuzidia wenyewe wa kusoma? Hata wewe na tabia mbaya. Mimi nafikiri ni mentality sewa Afrika tushaminishwa kama elimu ndio kila kitu. Tushaminishwa kama mtu mwalisoma, lakini ni kweli mtu mwenye alisoma na mwenye kusoma mindset yao inakuwa kuna utofauti kidogo, the way of decision making, the way kisia kuwaza, the way kisia kusolve vitu. Kuna utofauti utakatala. Lakini when it comes kwa mambo ya marriage, kwa mambo ya kutengeneza maisha, asizani kama elimu ina count sana kivile. Juu tukiangalia statistics kisi zinaonesha social huko USA kutuko tunaishi. Bafia mingi sana ya wanasoma ndo wenye bitu ya mapenzi na ndoa inabashinda. Unaona. So I think selomie elimu na marriage ama relationship ni vitu tofauti. Ile tu sema Afrika tunakuwa tushaaminishiwa kama elimu ndio kila kitu. Lakini asizani kama hiyo ina count. Especially vitu ya ndoa ama vitu ya mapenzi. Juu unaweza kukutana fie mwenye ana elimu kivile sana. Lakini unajikuta anakupatia amani, unajikuta mnaelewana, unajikuta ukikuwa naye una feel like uko comfortable, vitu vyako vinaenda sawa. Unaweza kuwa na mwingine mwenye
akikuwa ukimkuta anasoma kwanza, tena kibaya, tena kwa kitu kingine kibaya sana kenye kinakuwa kinafanya mwanamke mwalisoma naye akwe kama vile turn off kidogo sana. Sidhani kama ni wote, lakini I think sio Afrika, baada ya ya Afrika biko nafaa kisoma pana jiona sasa vile navo, you know, pana ka challenge mwanaume mvitu mingi sana, na hiyo iko nakuwa no turn off ya kabambi sana. Sio mie kwangu. Kwa nini, why do you think inakuwa hivyo? Kizi ya sport alisema sababu hii anasema ni kweli, right? Unaanza anapenda ku challenge, unaanza penda join naye kama vile mwanza mka compete vitu fulani. Anakuwa sitting girl, yeye ku travel kila siku. Yeah, so ukiangalia page yake ya Instagram kama ana Bali wapi anaonyesha, anaonekana kama si wa mjini. What do you think is that? Na mimi nafikiri ni personality ya mtu. Na maanisha ni kwa personality ya mtu. Unaweza kuwa ulisoma, unaweza kuwa kuna kazi nzuri. Like in all those things abikusumbui. So you know where kimutu ni nani as a person. Mwanamke unajijua wewe ni nani kama mwanamke. Hatusemi wote, lakini majority ya dada mingi sana. Mimi mimi niko naongelea mki personality ya wengine. Okay. Iko na personality ana yake, hata nisome, hata ni make more money, hata ni fena, at the end of the day I have to get married. At the end of the day this will be my husband. At the end huyu ataniambia venda fanya. At the end of the day itakuwa hivi na hivi. Though andachangia, but at the end of the day niko naenda, I will be below this guy. Like it or not. Kama mimi napenda bisikuwa vile, then I will stay home and just be me, make money, travel the world and life goes on, which sio family gani ya batacha mtoto wao aendelee like that. Juna gisi banakuwa banatopesha tuowe ndio vile nao kule kwa banakuwa banaangalia sio ushamaliza masomo chumba ya mtu chumba huko kaka yako shako bala anapesha yenyewe go ndio hiyo. So ni nayo ni ile ni mentality ya wanamke wengine. Kwa wale wengine wanakomalia mwa hii civilization yetu, hii western world yetu shakuamo, basha kwa na zile ideas okay, I make more money, I can buy myself anything, I can do whatever I want. What do I need a man for? I don't need a man. Yeah. Like your idea unaiona idea is it's mi kwangu naona kama it's not worth it for them. So basically mnasema kwamba they want them to get married. I mean price inapanda kwa jua. Kuko tunajua kuko the question ilikuwa price ya mingi kwa sababu alisoma. Yes. Nah, I don't think that's why I say it depends na kwanza na ndio maana tena inachangia kwa familia nayo. Sio kama juu ulisoma ndio watakwambia ulipe 50,000. Yeah, kuko. Yeye mwanamke ataleta ngapi? Kuko fee nurse. Familia za mingi ndio zina claim hivyo mtoto alisoma. Hasa kama apate kazi. Aibo apende kujua hiyo. Ndio they have to think about it. Sio kama juu alisoma ndio kazi. Kusaniza pata kazi na kisha naisha and then what? So ebo abawazaki bibi. Yes, so ndo wanapaswa kwa wanawaza kukuwa na kazi, kusoma haimaanisha njoo life yako imechange. Na sio hivyo. Sio kama umesoma that means you come to change my life. Nilikuwa nishaanza ishi. Exactly. Nilikuwa nishaishi the way na kuko hii mistake kwa sababu ulisoma utapata pesa mingi. Njoo nikwambie hiyo na kwamba nitesema Afrika na mingi sana. Ndio maana nasema no, it's not, it shouldn't be like that. Sio juu ulisoma ndio charge mwenzio $35,000-$40,000 kwa sababu alisoma. So na mimi nilisoma, na mimi utanipatia ngapi? Wewe kusoma. Wako na account kama wewe ulisoma. Wapende kujua sema. Wapende tu kujua kwa yeye alisoma. Unaoa msomi. Sasa degree watanipatia. Eske mimi nenda ku bank ambaye unipatie loan kwa hii degree ya bibi yangu alipata. So lakini unajua swali nakuya hivi kumuona ule mwanamke msomi. Akili anaye ndio mtakuwa mnatembelea akili yake ya masomo yake. Ndio maana nimesema eske nenda ku bank ambia this is my wife's degree, I need a loan to buy a house. Watakupatia. They won't do that. Yeah. So there's no point ya kuniambia ki alisoma ndo maana we are charging you a lot of money. So bitakuwa kisha mimi nimempenda na amenipenda, tumesema acha tuoane, atuone juu yeye alisoma majumi nilisoma. Maana kama ni hivyo msomi anapaswa endane na msomi, which that's how probably most likely vinaendaga. I don't think so. I think education is a big factor, but it's play a big part. I mean personally me, right? I value mwanamke alisoma. Sio kwa sababu ya pesa yake. Kwa sababu yeye atanikomalisha watoto. Most of the time of course masomo it's important. Yeah. But lakini sidhani society sio tu value. Atanikomalisha watoto but mwenye wanasema mwanavali mwanamke alisoma juu the way sasa kukomalisha watoto. Yeah, kwa sababu nini? Mimi ndakuwa nazunguruka sana, right? Siasema kwamba mwanamke wa kusoma hawezi kukomalisha watoto, sababu kukomalisha watoto
ni common sense. Njo hapo hivyo njo ni common sense. No, sikia ni common sense. But kuko ile yenye mtoto atakia na homework masomo nyumba, right? I'm not around, hata nisaidia pale kumasha watoto. That's all I'm saying. Kwa sababu kama kuko wengine, right? Kuko mwanamke anakuta mtoto mwanamke mwenye unasikia sema mimi bibi yangu atembezake. Wengi wanapaswa wewe bibi yako kusoko. Wengi wanapaswa wewe. Hiyo inakuwa too much sasa. Nani msomi? Hapana msomi. Bibi tu in general tuseme. Ase mimi sitembezake bwanangu. Kaka unasikia kuliwa kusoko. Kwa nini? Mimi nakupangu barabara. Na hiyo I say anything about masomo, right? But kuko chance yenye fia akienda kwa masomo, especially wale wanakwenda kuikala kule, ataenda kuwa independent. Inamfungula sister yako anaenda kwa masomo, as much anaweza kuwa kupigia simu, kaka nahitaji hiki nahitaji, lakini unajua kuko day to day operation, she has to run by herself. Na ile wakati atatoka kwa masomo, na ndio maana unaka vigumu sana watoto wakitoka kwa masomo tena warudie kunani. Sinjo ndio mimi nisema ile inaweza tia mkategorize, unaweza categorize mu personal development. Wope kuna paswa you agisi ya ku take care. Kuko vitu venye you don't need me for it. So ile unasema kwanza kamba una value mwanamke mwenye alisoma. Yes. Na ye kusoma yake hayamaanisha unasema kumaanisha watoto it's a common sense. Yeah. Wait. In one particular way, yes, it makes sense. Kwa sababu kuna mafamilia zingine zetu za mama zao na za wakwenda kwa masomo, but watoto walikomala na sasa tuko wa products ya ile generation yenye ilienda kwa masomo, lakini wa mama zao hawakufanikiwa kwenda kwa masomo. So part of common sense ina make sense, but na tunapaswa tuangalia kwa sababu time change, mabato wako wana change, right? This time inakuwa na change na ndio kitu tuko tuna progress. Sio kama juu tate ya kwenda kwa masomo nao unawewe utenda kwa masomo juu you have to follow the same common sense ya ku raise somebody just like that. Right. Unaleta point nyingine ke mtoto atakuya homework, who's going to deal with the homework? Yes. You not around. So having a knowledge, it's good. Sio kama wando somo kwa munganga sasa. But you can go to school to know, you can read, you can, do some basic math. Basic stuff. Let's say high school, completing high school. That's necessary in everyday's life. Maisha shi wote tuza tukaishi am. Sio mpaka umalize madegree. Na mendo pointi nitagusia hiyo. Yeah, sio mpaka umalize madegree. You just need that basic ya ku guide batoto mwingine unaona. Do this inside. Juu kama you don't know. You didn't go to school. So batoto batafai. So tuko naongelea unasikia CJ hatuko nasema mwanamke usisome, yani usiende kwa masomo, yani that's not the point. Lakini selo mie kivyangu. Mimi kama tuko tunaongelea kisomi wanatolewa mali mingi. Mimi kama vile mimi kwa sizani kama sihitaji mwanamke msome maisha yangu. Nikimaanisha msomi, simaanisha sema asiende kwa masomo. Mie selomi kenya elimu ya mwanamke inahitaji akutane ile basics knowledge, yani tukule masomo ya kawaida. That's sihitaji sijua kuna ma degree, sijua kuna ma PhD, mimi sihitaji ile maisha yangu. Juu selomi mie sizani kama ile maakili yake mie itanisaidia sana kwa maisha kivyo. End of the day mimi ndio mwenye ifoni wazi kisi familia itaenda, mimi ndio mwenye ifoni nipiganishe, mimi ndio ifoni nilete direction ya familia. So sihitaji hata ni direct. Of course atazidi kunipatia mawazo, of course anaweza kaniambia hapana mimi nilikuwa, lakini mimi ndio mwendaanzisha ile idea. Yeye anaweza kuja hapa, mimi nilikuwa naona kwa gisi unasema nilikuwa na tungeenda huku, unaona. Lakini arende the mwenye atanisha idea ni mie. So sihitaji mwanamke mwenye yuko na ma PhD sijui, na I don't think sijui kama kwangu mie ina nani. Mie kwangu. Lakini uliongea point ya kweli ya mzuri. Kusema kuna kwa kipindi fulani you're not home, kuna vitu vingine wenye ufumu bibi yako ndio mwenye abitekea kwenye mobsense. Hiyo ni kweli sana. Ndio nilisema akikuwa tu na knowledge ya kawaida, ile basics knowledge inaweza kusaidia kwa hiyo kutekea vitu fulani kusawia huko. Hiyo ni ya maana sana. Lakini ile sijuma PSG na mimi vile sasa ni kama mimi kwangu ni vya maana sana kivini. Unajua na nyingine hiyo ulisema kwamba unahitaji mwanamke mwanasoma kwa sababu zile akili zake hazita kusaidia kitu, right? I don't agree with that. Mimi naangalia marriage kama vile ni team. Right. As much as watu wanaongelea mali nini,
at the same time marriage ni team, right? Of course. Unamleta yule mtu kwa sababu ya kukusaidia. Yeah. Kazi kwa tunasema tulianza mwanzo hapo, wewe unatafika na ukaumwa. Na yeye aka step up hopefully. Yeah. Haitakuwa big deal. Na hivyo. No, kama nilikuwa nasema right. As much tuna watu na complain kuhusu pesa na mali, but mwanamke ni team. Everybody mwenye tulijua alioa mapema, alioa vizuri tuseme. You can see the transformation in life yao, right? Like you can see kabisa huyu jamaa kabla ya oa alikuwa hivi, lakini kisha naoa vitu vinanyoroka. Right? So atupingi kwa mbaya. So ndio nilikuwa nasema kwamba sometimes somo vinaingiliana wapi na si njoo hiyo, si msaidizi. Anaanza kuya mwanamke alisoma, kwa sababu mwanamke ukweli ni ile kwa mwanamke kwa akili kuzidi wanaume. Kwa mwanamke kwa akili kuzidi wanaume. Una-measure mnini? Just in general, sio watu wanamke wote. Just like in general, right? But ukisema yuko na akili ya mingi kushinda mwanamke gani? Kielimu, masomo, kielimu, maisha tu. Kwa wanamke wanajua kutafuta pesa kuzidi wanaume. Would you agree that? Yes. Yeah. Na ndio hisi iko sasa. Unaenda au mwanamke ukasema labda ulimpendea tu manyashi. Lakini kumbe iko na akili ya maisha yenyewe anakushinda. Na kama una huko una pay attention vizuri, anaanza kukwambia, hata anakuambia anaanza kukwambia kwa nini tusifanye kwanza kitu kama vile haka. Wewe unadhani ni wewe uko unavifanya, kumbe iko na push mavuto kule nyuma. So ni ile tu kwamba unapashwa kutafuta mwanamke ile kusema kwamba akili zake sisihitaji. I disagree with that. Unajua kama mwanamke wote nature mwanamke akijikuta iko na akili ya kuzidi, unajua kama anakuwa na lose attraction kwako, unajua. Ina depend. Na maisha sio na depend. Yes, tunaongeleaka asilimia kubwa kwa hivyo. Kuko watu tunajua kabisa. Community yetu tunajua tuko wanamke wako akili zinaenda kuzidia wanaume. Mimi sikatali. Na familia inaenda debini. No. Niyo nabishi ndoza bisha kuanzia leo mpaka siku yeso tarudi. Sikatali kama hakuna wanamke wenye biko na akili biko. Lakini mwanamke akijikuta yeye iko na akili mingi kuzidi, ukiangalia, look, this is another topic that it can go on forever. Attraction inapoteaka. If we want to dive into that, tutaendelea hapa. We're gonna go on forever. Taleta mwanamke to discuss kuhusu topic. Of course, ndio itakuwa mzuri. Taleta mwanamke ku discuss hiyo topic, naona kama kuna wanawake wako na akili kushinda wanaume. In general, to generalize. Ama kuna wanamke wana lead kinyuma nyuma. I think every single point tuliongelea kuhusu why kwanza mali iko mingi, why do you think bazazi yao, unaona? Na kuongozewa kesho ulikuwa unasema mwanamke akulead. Unajua sio mwanamke anilead. Nataka ni understand ile concept ya okay, yeah, but you know, she can make points. Na wewe unaangalia unasema yeah kwanza ni vizuri kuwa na mwanamke mwenye iko na hizo. Hapana mwanamke saa zote. Ukipata mwanamke wa hivyo, of course. Yeah. Life itakuwa sawa. I lose attraction every time nikiongea na mwanamke na find out she's dumb. What do you find out that someone is dumb? It's just conversation. Aziendani, yani ukiongea. No, you have your own expectations of what to hear from the person. Antenna zipandi. As you don't connect. So unakuwa expect mwanamke akwa mlevel gani uko naongea naye? What do you expect? Unapenda kai mko wote mna line ukiongea hiki nani? No, Alicia akwa na idea of what I'm trying to say. Me, I like challenge. Njoo hiyo sasa akwa na idea. Hapana aseme Hivi let me ask something. Acha nikuulize. Niwaulize kwanza. Wewe una prefer fie mwenye kila topic yote ama kile kenye utaongelea unajikuta iko na ujuzi, iko na knowledge kila kitu, ama unaweza ka prefer mwanamke mwenye wewe njoo mwenye uko na introduce kila kitu maisha? Ina depend na subject gani. Naongelea in general. Okay, mimi naanza penda mwenye katikati. No, point ni mbili. Yes, ajui ama anajua. Isikue kila nafasi nikikubeba ushafika, but at the same time usikue uyafika nafasi. Unaona? No, that's the thing. Ina depend na subject gani, kwa sababu ukisema aseme anajua kila kitu, yani unapaswa categorize. Tukisema tuko tunaongelea housely munyumba. Okay, mkikuwa mko mna have conversations kuhusu development ya maisha yenu na familia yenu.
I would like if she have knowledge, iko na ile ujuzi ya okay, yeah, we can do something like this, we can do this, we can, we can plan, agree, disagree. I would like that. Mesio akuwa na kila kitu kisi hadi anasema anayua kila bari yote kuna kuaga. Ano kifikisha fasi. Anayua kisi. Anayua klabu yendi wale mabansi ya kuwapika baka. Anayua every alcohol na testaka aje. Hapana mkujua mwa hivi. Mkujua ya kusema kuendelesha familia. Bila kusema kulead. Kusema kulead then ita sound utakia tunaambia okay, no you can lead, you can do this, but mwa ile mkuendelesha kifamilia mimi sioni kama ni problem kama anajua. Na najua ni nini? Hiyo question uliask. Kofia mwenyewe naongeaka naye. I've been talking to this girl for a while. Hauko saki. No, si ya kuongea kupendana. Unaona? Si ya kupendana, si ya kutongozana. Unajua maisha kuko ile unakutanaka na mtu tu, una exchange, unaweza kuongea. Kila saa ukiongea something, right? And then she said, how come nikiongea na wewe like nikiongea na wengine watu is so different. I mean, what do you mean? I say it seems like not only you don't agree with me, but you're able to challenge me, but also you so knowledgeable mu subject. I'm not like expert. Meona, like, you knowledgeable. Yani tukiongelea LeBron James basketball ilikuwa jana haye. Ndajua 3 points zilikuwa haye. Mwanamke ndio anakuambia hivyo. Unaona? Akasema kwa sababu watu wa mingi they not like that. Unaona? Na ndio tuko tunaongelea kuhusu mwanamke. Atusemi kuwa anajua everywhere. Yani ukiongelea niko na moyo kwenda Cancun, sio kwanza. Anajua the best place. Kuku mahoteli kule. Kuku mabari. Wewe mwenyewe kwanza mpaka unashinda ndambeba wapi kwa yeye Afrika. Na ukaangalia miaka yake na experience yake ile expect ya vile exactly. Haina bia mwa yunje hivi. Lakini tukianza kuongelea kwa mfano just tuongelee like simple things we do. Unatatupa pale unaona news leo. Naambia atakuwa ajui kila kitu. Lakini unasema apare za YouTube zenyewe tulikuwa tunaongelea zenyewe wameretwa kwa wanaangalia. But njoo hiyo nilikuwa nasema like you have to be mwanamke anapaswa kuwa katikati. Asikuwe mjuaji sana. But at the same time asikuwe dumb. Munini? That's my point. That's my own thing. Asikuwa para mwa everything. Of course hakuna mwenye yuko mjuzi kila kitu. Mimi kitu nilikuwa napenda mnielewa. Mimi sikatai mko mnasema. Hakuna mwanaume mwenye anaweza penda mwi maisha au mwanamke dam hapana. Haiko ndio nilikuwa nasema. Kwa watu wanapenda watu watakuwa damu ndo baje ndio mimi sielewa. Lakini point mimi niko napenda the bottom line is na point niko napenda kumaanisha mwivi yote mimi maswali niko nauliza. Niko napenda kuambia hivi. Na comment section nao benye batapata chance ya kutuangalia batuambie. Mwanamke nature mwanamke akijikuta tu yeye ndio kiongozi iko na akili ama iko knowledgeable vitu mingi kuzidi attraction inaanza potea. Nature mwanamke anapendaka akuwe na mtu mwenye atamfunza vitu mwenye anajua kila kitu. Of course. Lakini unajua nini? Sasa mimi kwa hiyo kama unaweza kuwa na hivi, unaweza kuwa nini? Unaweza kuwa wewe ni mtafutaji mpesa mzuri sana. Lakini unajua kuzijere. Mkikuwa kwa kona zijere. Naona inamaanisha eco strong kwa hiki na uko strong kwa hiki. Kuzijere mjaga na unaambia kwa. In general tu kwa watu abaju budget pesa, right? Para kuchuma, kutafuta like when tunaongelea madili kila saa simu yake inalia wanakuko pesa huko. Lakini hajui kuzibudget hizi make sense kufikia malengo. Unakuta kwa mwanamke naye kazi yake anajua gisi ya ndio unaangalia familia zetu zamani ulikuwa unasikia ambia mama yako. Yaani mzee alikuwa akipata pesa zinaleta zinazipatia mere. Maana so kwa jua ni nasema kwamba lakini dewe zile pesa zitatembea. Nani mwenye anatia ile tujua alikuwa anaongea hii kule back. Wewe mwanaume tu can say mwanaume you have that less okay let's sababu ni vision ya familia. Unanielewa? Mimi sikatala sema mwanamke hakuna part yenye ata play ama aweza kusaidia. Hapana, mimi sikuna katala hivyo. Lakini unapenda kuonesha kama ile the vision ile na direction ifo mwanaume wewe enjoy for uitengeneze. Espoir. Hakuna wanaume washoongea nabo kabisa unasema huyu nini limtokea mpaka waza hivi tu. Yaani niko naongea niko naanza. Mimi sikata. Unaenda ni baba kia mtu naye.
naye unaweza jiuliza aliconvince ufio wa watu wa mpaka na ndo na mingi biko banaachiwa juu garso wa hivyo kutana fie mwenye ko smart trust me ule mwanamke hawezi kala nawe no ni ile you have to be willing to know ndo maana unasikiaga wanasemaga eti huyo mama anakuwa anamuonea huyo baba yeah yes exactly no hiyo sio ya hivyo hiyo nafatana na kupenda. Ladies and gentlemen, we're going to continue this conversation in the next episode. We're going to close it to that. This was a good topic. We're going to continue later, but it's okay. We will continue this conversation later because tuko na vitu vingi sana we can uncover. Yani we need to see it live. And then tuko tunaongea na watu wako wanatuona na they also put in their opinion kwa sababu ni conversations haitaisha. Kwa sababu tukaanzia mkooa itatufikisha mpaka na watoto watazaliwaga. Tuko tunaongelea to the same scenario. Na ni mzuri and it's a long topic to go in. Ifo tuna invite wa dada na wanakuwa wanamke batuambie na ni point of view yao ikoje. Kama kuko dada pale mwenye who's willing cha kutusaidia please contact Serge Espoire nishabadilisha majina me please let us know so we can conclude this conversation kwa sababu we need a perspective ya kuongelea perspective ya wanaume tu sometime tawatu wanataka kuonekana sasa wa podcast bros social media but ni vizuri kwamba tukipata au mtivi yako kwanza. Sure, I'll put her on. Yeah. I'll put her on. Unajua ingine idea tunafanya? We'll put a live session on. Hata kusimu, yes. Yeah, takuwa on live screen. Kwa perspective yake kusimu kwa sababu. Takia chika bure hapo. Tunachari bishawi. Ima pia niko natoa. Kana opinion ziwaza ajabu. Guys. Asa takia kwa achi. What happened? Tara seja shagonda. Anamwambia nini? Conversation tutaendeleza next time. Yeah, we'll come guys. Guys, make sure to follow on TikTok, Facebook, Instagram. Make sure to subscribe to YouTube. Everywhere. Najua mama moya mwe amesubscribe mwe. Go ahead and do that. Mademu wenu nawapatia malinki. Basha. Wale wazi kwa ndo wa kwanza. Na bakina hata mkanisa. Banatuma mgrupu ya kanisa. Subscribe please. Guys. This is Africa. Guys.